Naam, ukisikia sauti kubwa ndani ya msitu, tambua ni sauti ya mnyama mmoja tu ambayo mwenye sauti ya kibabe na mwenye sauti ya kuogopesha kwa viumbe wote waliopo msituni. Ni sauti ya nani? Sauti ya mnyama simba, ambao ndio yeye mfalme wa msituni, pia ni mfalme wa wanyama wote ambao waliokuwa wadogo wadogo na hata wakubwa, tembo kubwa wote. Lakini akisikia sauti ya simba yuko pembeni, hawezi kusema huyu kiumbe ni mdogo nimfuatilie, ni kitu ambacho hakipo. Ndipo Simba Mnyama Sports Club ndani ya Eswatini akimwadhibu Msingizini Hotspur goli 3-0. Alidhihirisha kujiona yeye kuwa mimi ni mfalme na mimi ndio wa kimataifa. Nipo na mzee Saidi. Bwana, tuwazungumzie mchezo ambayo timu yake siku ya juzi, jinsi alivyomwadhibu Msingizini, sauti ilivyotoka, ubabe aliofanya. Anarudi nyumbani tayari njia nyeupe, anajiona kabisa mimi tena makundi yale nimeyaona. Sijui huenda ni mchezo, kwa sababu ni matokeo, kuna draw, kufungwa na kutoa na kufungwa, draw na kushinda, yote yanatokea. Lakini kwa safari ilivyoanza na imani, na mzee Saidi ataweza kulizungumzia swala hili kuwa je, Msingizini atakuja kupindua matokeo? Msingizini atakuja kuleta maajabu ndani ya ardhi ya Tanzania ikiwa kwake kashindwa? Mimi na wewe atufahamu. Nipo na mzee Saidi. Mzee wangu, habari bwana? Salamu alaykum. Safi, mambo yanasemaje? Namshukuru Mungu. Mambo yanaenda. Mambo yanaenda kama ilivyopangwa. Kama ilivyopangwa na Mungu. Yani jambo analolipanga Mungu wewe huwezi kulipangua. Yale. Mbona kinacho tofauti? Hamna kinachosumbua shehe. Kama furaha kwa mbali ipo afu nashinda kuificha au ndio ilishaisha toka jana? Furaha unaweza ukawa nayo kwa sababu timu imeshinda. Kwa hiyo unachokitafuta ni ushindi wa timu. Kwa timu yangu mimi ishinde. Ndio. Hicho ndio unachokifikiria na ndio unachokifikiria. Mzee Saidi, tuwazungumzie kwanza mchezo wa Simba Sports Club zidi ya Msingizini Hotspur pale mjini Eswatini. Simba kibuka na ushindi wa goli 3-0 ndani ya ardhi yake. Msingizini anamruhusu mnyama kumwadhibu magoli 3. Safari hii ilikuwaje, au mchezo uliuona wewe binafsi, unazungumziaje mzee Saidi? Mimi siku zote nakuwa niko tofauti na wenzangu. Kwa nini na kivipi? Hebu kwanza tuiongelee Msingizini. Sawa. Msingizini wako renki ngapi? Katika iko mbali sana. Mbali sana. Haya, okay, ukitoa hiyo renki yao ya kuwa wako wangapi, ligi yao ni ngapi katika Afrika? Na bado iko mbali sana. Basi wapita mpaka sisi. Lazima uwapite. Kwa hiyo Simba alikuwa na dalili zote za kushinda ile mechi. Ila tu mimi nilichokiona ni mpira. Ulichokiona ni mpira. Ni mpira. Kweli umekuja ule mpira tunaouhitaji. Unaanza kuonekana. Na ndio tuliokuwa tunautaka. Na namuona kama kuna Mixon yupo pale. Mixon karudi tena. Mixon anaweza kuwa karudi tena. Yupi huyo? Mixon karudi tena. Mixon karudi, alinikumbusha ile pasi aliyotoa ya mwisho Kibu anaenda kufunga goli. Zile ndio pasi alizokuwa anazitoa kipindi hicho Mixon. Kwa hiyo kama ile timu ya Mixon inaiona, lakini sasa swali la msingi nalojiuliza ni timu ipi aliyoifunga Msingizini Hotspur inafanana na kwenye renki au kwenye ubora na Simba au kwenye ubora? Ligi ya Tanzania na ligi ya Msingizini zinafanana? Hapo mimi ndio swali langu la msingi nalojiuliza. Je, ni kweli? Na ndio maana hata yule kocha aliyekuja kuifundisha Simba, kocha Tatu, huyu Matatu, amesema tulieni kwanza, kwa kwamba bado timu sijaiona, subirini kwanza. Kwa hiyo alichokisema yuko sahihi, tusubiri kwanza, tumpe muda. Timu ilikuwa katika hali dhaifu hali. Sasa labda pengine yeye atakuja kuibadilisha ile timu. Na kuna mabadiliko nimeona, kuna wachezaji walikuwa hawachezi. Sasa hivi wanaingia. Juzi nimewaona wanacheza. Kwa mfano Nangu, mimi nilikuwa sijamuona tangu kusajiliwa. Haya, lakini sasa mimi swali langu la msingi, kacheza na nani? Ndio swali la msingi.
Yaani tunatakiwa tujiulize kikosi cha Simba, ile Simba ambao uliokuwa unaizungumzia kipindi cha nyuma au wewe uliokuwa unaitaka pila la tatu, unalizungumziaje jinsi ya mchezo uliokuwa unaucheza Simba zidi hao wa Msingizini? Ndio maana nimekwambiaje, hii ndio tunakwenda ukilinganisha na ile ya Fadlu na hii. Hii ndio kuna utofauti. Kuna utofauti. Fadlu katengeneza timu. Ndio. Kwa alivyoitengeneza timu wa kuweka combination, anataka kuanza kuweka combination, anaondoka zake. Sio, ushanielewa? Timu ndo kaichukua. Ndio. Kaenda nayo huko, kakaa nayo. Bado anaiseti. Ndio. Kama vile mtu anaposeti ukuta. Una seti, unaambiwa bwana fundi huyo ondoka, naleta fundi mwingine. Wewe auelewe. Au bwana mimi naondoka naenda kutafuta maisha sehemu nyingine. Si unanielewa vizuri? Kwa hiyo ndio maana amekuja huyu. Huyu sasa anatengeneza foundation yake. Anatafuta competition, anatengeneza misingi yake kwa kwamba mimi nataka mpira design hii. Nitakupa mfano mmoja. Mechi ya marudiano yule alishatujua sisi kuwa mabeki wetu wana udhaifu wa aina gani. Ile ya moja. Sio ya Gabeloni, hii hapa ya Tanzania. Ndio alikuwa kipindi kile ile timu ile, huyu alikuwa kocha. Huyu ndio alikuwa kocha wa ile timu. Ndio alikuwa kocha Gabeloni. Kwa hiyo kwenye marudiano hapa Tanzania alitutafuta, alijua kwa kwamba hawa mabeki wao una udhaifu gani. Udhaifu ule aliutumia, ndipo alienda kufanya nini? Kupata goli la kusawazisha la penalti. Ndio. Alifanyaje? Yule baada ya kujua kwa kwamba mabeki wetu hawana spidi. Mabeki wetu hawana uwezo wa kwenda kugombea mipira kwa nguvu. Ndio ikawa inatupwa mipira mirefu. Wanapiga ile counter ndefu zile counter ndefu. Kwa sababu ile ukiigonga, ukichelewa kuokoa. Na tuliokoa mara 2 ya 3 ikazaa penalti. Ndio. Chameloni pale anasema Chamu Kalabwa. Kalabwa nini? Kalabwa alikuwa mzito, alikuwa hawezi kugeuka kwa haraka. Sasa hatuwezi kujua yule kocha alikuwa anawaambia nini, au walishakata tamaa wale wachezaji. Lakini kaja Tatu anajua ndio mtu ambaye tunaanza kuwa ni mlezi wetu, kwa hiyo inabidi tujitume, tufanye kazi kwa bidii. Ndani ya siku 14. Ndani ya siku 14 tulete matokeo. Dalili naziona za mpira wetu ule, lakini je, kwa timu ile Eswatini au mpaka kwa majendari wenzetu? Make huko tuna wengine wanafanana kwenye viwango vya renki. Ndio tunakokwenda. Sawa. Na ndio maana kocha akasema hapa bado, na mimi namuunga mkono 100% bado. Msijipe furaha zaidi. Msijipe furaha. Imekaa kwenye njia bado. Bado apewe muda. Bado apewe muda. Bado anaitafuta timu. Msifikiri kupiga goli 3 zile basi timu imekaa vizuri tutakuja kukataana. Manake mlitoka kupigwa 4. Sasa kumbe 4-1, lakini mmekaenda kule mmeenda kubadilisha matokeo. Ndio na mimi nawaambia kabisa bado tutulie. Tuitafute timu. Bado anaitafuta timu aiweke aiseto. Sasa na ndio shida iliyopo. Akiiseto timu watu wanakuja kubeba. Mimi sinakwambia. Akiiseto timu na ikende ikawasumbua watu wenye renki kama za Simba. Akai yule anaondoka. Kocha anaondoka. Viongozi wale hawezi kumzuia kocha. Kama aliondoka Uchebe babu, na wanaoisumbua Simba ni Warabu. Hawapendi Simba iende. Makocha wote wa Simba wanaoondoka Tanzania, wanaoondoka Simba, wao nafikiri wanachukuliwa na timu gani? Na hiyo Warabu. Wanachukuliwa na Warabu. Hakuna hata timu moja iliyomchukua Mwafrika ikamchukua Simba sijui kocha kaenda sijui wapi sijui Kenya sijui timu gani, ni Warabu. Na Warabu wanachungulia tu kwa Simba kimezaliwa nini, pana nini pale Simba, umeona bwana. Kwa hiyo ndio hivyo, Warabu wanaangalia kila siku kwa Simba kimezaliwa nini. Kwa lengo la Warabu hawapendi nini bwana wewe. Na siku zote ukiwa mtata lazima watakuja kwako, lazima Warabu watakuja kwako waje waharibu. Simba ile inaifunga mabingwa wa Afrika, si ndio wanakwenda kumchukua Mixon? Ndio akamtoa Mixon. Sasa Chama naye akaenda kuchukua na Berekane huko. Sasa Berekane nani? Sio Warabu? Hao waliomchukua Mixon kina nani? Waliomchukua kocha wetu ni kina nani? Sio Warabu? Sasa kwa hiyo huwezi kuwashangaa Warabu. Umeona? Warabu ndio kazi yao. Na lazima watafanya hivyo.
Na ndio maana nakwambia, kwani hata huyu kocha aliyochukuliwa yuko timu gani? Yuko hapo Wydad Waarabu. Sasa kumbe, yani Waarabu siku zote jicho lao liko Simba. Hawaendi sehemu yote, jicho liko Simba. Wakiona mchezaji mzuri wanabeba wanaenda kuweka benchi. Wewe Mzee Saidi, tunaamini unathibitisha Simba ni timu kubwa sana na wao Waarabu hawataki kuonekana Simba ikaendelea kuwa na mafanikio. Ndio maana yake. Sasa ni timu kubwa yenye mafanikio makubwa ila pesa haina. Mzee Saidi. Pesa ziko mifukoni mwa watu. Bosi mtu mzito yule. Bosi, hebu nipe mapato ya Simba kwa mwaka. Kupitia jezi? Yanapatikana kwenye jezi. Kupitia kwenye jezi. Ndio hizo jezi zitaiendesha timu. Timu ina gharama kubwa, mtu yote asikudanganye. Timu ina gharama kubwa kweli kweli, hizo hela za jezi hazitoshi. Kwa ile Mo anacholia kuwa anapata hasara ni hayuko sahihi. Mpira ni hasara kwa sababu ile ni biashara. Kupata hasara lazima, na yeye mwenyewe sikaweka maguruguja mule, lazima atampa hasara. Maguruguja ndio. Hatajua wenyewe huko. Yote maguruguja lazima amtie hasara. Na ndio maana analalamika kila siku hasara. Faida anayoweza kuipata hailingani na pesa anayoitumia. Kwa sababu kila mwisho wa mwezi wachezaji wanapokea mshahara. Anayelipa nani? Si yeye mwenyewe. Ndio bosi. Sasa bosi anatakiwa utoe mzigo ile mambo ya usipofika kwenye makundi hela yako unairudishaje? Sasa sikila unapoenda stage unapewa hela. Ndio sasa unaenda unapewa hela. Usipofika hiyo stage ya kwanza usipoifikia ushaanza kutia mzigo. Na umeshatia mzigo, si hasara. Ndio maana nakwambia mpira una hasara kubwa sana. Hivi vilabu vyetu vingekuwa vinaweza kujiendesha kama Ahali. Umenielewa bwana? Haya National Ahali ile kina Piramidi, Wydad, nani, kama zingekuwa zenyewe klabu zina machimbuko ya pesa, si tungeshachukua ubingwa wa Afrika. Lakini tunashindwa kuchukua ubingwa wa Afrika. Kama ingekuwa kuna chimbuko la kuna chimbuko la pesa. Kwa kwamba klabu ina hela yake, kuwa akaunti ya klabu hii hapa ina mfuko umetuna, si tungeshachukua ubingwa wa Afrika. Lakini hela iko mfukoni mwa mtu. Lakini pale kwenye Simba walitaka kumsajili Ota Bwalia, nenda kawaulize waliambiwa bei gani, wakaingia mitini. Mzigo ulikuwa kutosha. Babu wakati huo yuko kweli kweli, ndio akachukuliwa akaenda kwa Waarabu. Kwa hiyo sasa inathibitisha hata Faisal wameshindwa kumsajili kwa sababu. Kwani mimi sikukwambia? Si nilikwambia hapa Faisal haji Simba, hela hamna. Wewe si nilikwambia siku zile? Au sikusema? Uliniambia. Hafu mtu akaja akatudanganya, Simba wenyewe waseme tutatafuta mchezaji mkubwa, tutalipa sisi kwa gharama, yuko wapi Fei? Kama akashindikana wewe mtaleta. Ndio na mimi nakwambia hivi, hela ziko mifukoni mwa watu. Vilabu vyetu havina vyanzo vya kujitengenezea vyenyewe mapato. Hata hawa matajiri wasingetusumbua. Pesa sina, na hata hawa viongozi wenyewe wangekuwa wanaogopa. Si unanielewa? Viongozi wenyewe wangekuwa wanaviogopa vilabu vyetu. Wewe ukitusumbua sisi tunakupiga chini. Wewe toka nenda. Wapo watu. Sasa mifukoni mwa mtu. Na ndio maana unakuta simu zinapigwa au message zinatumwa kwenye mabenchi ya ufundi. Mnaingia mifunguni. Mnapewa benchi la ufundi linatumiwa message. Huyo mchezaji wangu naomba acheze, sio msifanye mambo yenu ya ajabu ajabu. Mchezaji wangu asicheze. Mchezaji lenyewe pumbavu tu, hamna lolote. China mimi. Hivi vilabu vyetu vinapita katika hali ngumu mno. Si za sama kwa miaka hii yote mpaka sisi tunaanza kufa, kilabu kipo kinashindwa kuchukua ubingwa. Wewe unaweza ukakubaliana na hilo? Changamoto hiyo. Ni changamoto kubwa mno hiyo. Hiyo ni changamoto kubwa mno. Mzee Saidi, na akionekana kiongozi bora yupo kwenye kile kilabu, atapigwa majungu mpaka ataondoka. Adumu. Sasa lengo tu kuzidi kujaribu. Ili kusudi watu waingie pale wale. Wewe utapigwa madongo. Mmekuja na mbio za mwenge. Mmekuja sijui na barabara hazina lami. Unakwenda mwisho unasema jamani, kwani hii timu yangu chukueni timu yenu. Endeleeni. Sasa ndio unakuta wanapula. Mchezaji huyu aliletwa na nani? Nilileta mimi, kapigwa bei. Huyu mwingine sasa kumbe. Wewe pale anakuja kimaslahi tu. Anakuja kwa maslahi, chukua ondoka. Chukua nenda. Mzee Saidi, tumzungumzie usio mpenda. Nani Budo? Mpendi, hapana Budo, sio Budo. Soa. Pasi la sigino linaenda kwa Kip Dennis. Nisikilize vizuri. Mimi Soa sio kama simpendi. Ila umenielewa? Nilichokuwa na hoji kaletwa na nani nchini Tanzania?
upande wa kushoto, upande wa kulia. Sisi tuna shida ya upande wa kushoto kuwafunga. Alafu nyinyi mnaenda kuchukua mchezaji aliyeletwa na mtu wa kushoto, inakuwaje? Ndio swali nililouliza. Lakini Soa ni mchezaji safi kabisa, ni mzuri, kama anakutana na makocha wazuri ni mzuri. Si unaona pasi aliyoitoa, kawadanganya kule, anakuja Shomari Kapombe mwana ukome, unajua umeneo kule Shomari Kapombe anakuja hapa, kaingia Kibu Dennis, huku mabeki wameshaziba njia. Leo nani golikipa kabana mwamba, akona mimi siwezi kupiga kama anaupiga kule kaugonga kisigino bwana. Mkandamizaji bwana. Kibu anaandika 3. Kibu aliandika 3 kabla ya kulifunga goli lile, kaandika 3. Sasa aliandikaje mzee Said? Hawezi kujua, tunavijua sisi watu wa mpira. Mzee Said Kibu aliandikaje hiyo 3? Ameandika 3 ndio anaenda kufunga goli. Vipi wewe, ile 3 kaiandika pale Mzee Said bwana. Wale mabeki wenyewe wameshangaa, wanamshangaa Kibu, anakimbia kwenda kushangilia. Huyu kaupigaje mpira? Jamaa mmoja akamwambia kapiga 3. 3 si unaijua kuiandika? Inaandikwa 1 2. 1 2 3. Unaanza 1 kuja hapo ya pili, unamaliza 3. Kwa hiyo Kibu alianza ya kwanza, kaja akatoa kautoa, akamaliza ndio ya 3. Mzee Said bwana. Sasa Kibu kwa nini, mbona mechi za kimataifa kama zile anakuwa mkandaji? Alishindwaje pale kwa Yanga kuchopo hivi kwa nini? Mayanga na Simba mambo mengi shekhe. Mambo mengi Simba na Yanga. Unajua usinda, nyie mnajifanya wazungu, wenzenu Waswahili. Nyie mnajifanya wazungu, wenzenu Waswahili. Yanga na Simba Waswahili. Nyie mnasema mmeshatoka huko. Sasa mnatoka huko, endeleeni, tafumuka kila siku. Sina kwambia sababu ya kocha Tatu, safu ya kati ile aliwatoa 3 na wao ndio walienda kutengeneza matunda. Alimtoa Maema, alimtoa Charles, Jean Charles Ahoua, akamtoa na Mwalimu Selemani. Akamuingiza Abraham, akamuingiza Kibu na Soa. Na wao ndio wameenda kutengeneza chuma hizi 3. 2 goli zao 2 walienda kutengeneza. La kwanza salifunga Nangu dakika 41 ya ile ya nyongeza. Lakini kipindi cha pili inaonekana mchezo waliokuwa wameumiliki sana Simba kuliko Eswatini. Unahisi kocha sasa hivi anaanza kucheza na mpira kipindi cha kwanza anaamua kwa. Ndio maana nimekwambiaje, mimi kuna wachezaji wengine nilikuwa sijawaona. Wengine ulikuwa hujawaona? Mimi sijawaona kabisa. Na wale wa jamaa wamecheza alafu nyingi. Yani jamaa sasa wanipigia simu wananiambia bwana, alafu hizo wachezaji watatoka salama. Wao watatoka salama, haka walikuwa wanawabiligua. Nilivyoona wamemwamsha nani? Kagoma, nikasema afadhali. Kumtoa Nabi kama la kumuingiza Kagoma bwana. Ingia Kagoma. Na ndio alienda kuwatuliza. Wakawa sasa wao wanalalamika. Sasa kumbe wakawa wao ndio wanalalamika. Kata umeme ameingia. Nikasema sasa ngojeni, shughuli yenu hiyo hapo. Si wenyewe huku tunamuogopa. Sembuse yenyewe msemjua. Yule akiingia mnajifanya mnakucheza alafu kitu hicho. Wamekuwa kachukua chuma pa. Na ndio zinaenda kupatikana goli 3. Wamekuja wote. Sababu zile za chuma. Goli la 3 wamecheza watu 3. Amecheza Nabi Kamala. Sawa. Nabi Kamala. Akacheza na nani? Talantini. Utaniuliza mimi simjui. Utajua wewe. Akacheza na Talantini. Talantini ndio anaenda kumpasia yule mtoto Mikisoni. Mikisoni alichokifanya ni kumuomba mtu safari, nipishe nipite, ukome usinifate. Ndio nakwambia, ndio maana nasema hivi. Ndio maana unaona watu wa Simba wote wanatembea vifua mbele, viko mbele, wanasema mpira wetu umerudi. Biliani tulioitaka, biliani tuliokuwa tunaitaka ndio hii. Sasa mimi swali langu kwao na wauliza, kwa lenki ipi wale jamaa tuliwapiga 3? Je, wanafanana na Simba? Tusije tukasema tayari kumbe huku kuna maafa yanakuja. Utavungia makundi. Tukaanza kutafutana tena kama mpira wa kona. Mbona kule tulipiga mpira? Mlipiga mpira mlikutana na nani? Yaani ndio maswali yangu mimi, wasionielewa ndio wananitukana. Kwa hiyo bado wewe mzee Saidi, ombi lako au wewe angalizo lilipokuwepo,
Je, Simba kamfunga timu gani? Yupo kwenye renki nafasi ipi? Na kwenye timu yao wapo kwenye nafasi gani? Kwenye ligi yao wapo nafasi ya ngapi? Gani? Simba ni timu kubwa barani Afrika. Yaani ninapokuambia Simba timu kubwa, yaani katika timu ukizitaja Simba huwezi kuiacha. Kubwa, nafasi ya 5 kubwa. Umenielewa? Yaani ukiitaja Raja Casablanca Simba lazima iwe. Anakuwepo na anaogopo. Umenielewa sijui? Na wale wameingia kichwa. Kila wakiangalia unaona wachezaji kama vile wamechoka wazee wakasema ngoja na sisi tukafunguke. Ndio kilichowaponza. Ndio kilichowaponza. Fungukeni, wamefunguka. Njoni. Wanataka kupishana na Simba. Simba ana hasira, katoka huku kakasirika. Njoni tupishane. Lakini kipindi cha kwanza kama Simba ilikuwa vile haikuwepo kwenye fomu kabisa. Mfumo uliokuwa unachezwa. Kwa sababu ile Kamara alikuwa amekaa beki. Ndio maana kocha kawaambia hivi, mimi bado anakitafuta kikosi bado. Umenielewa sijui? Kwa hiyo pale anataka aone nani na nani wakikaa na nani napata nani. Nani na nani wakikaa na nani napata nani? Yaani hayo ndio maswali ya msingi ya kujiuliza. Kuwa nikimweka Abrahamu Mikson pacha wako huyo, napeleka wapi pasi? Kibu asingefunga lile goli angekaa benchi maisha yake. Mimi sinakwambia asingefunga lile goli la 3. Angekaa maisha yake yote benchi. Wabai nakwambia. Yule kocha yule kocha yake akigeuka anafanya hivi. Kavuta kamasi katema pembeni, sijui kamasi ile sijui mate yale. Afu sijui mvua ilikuwa inanyesha. Mvua ilikuwa inamwagika. Basi jamaa yule zile nywele zilitofikiri zimelambwa na mtoto wa ng'ombe. Nikasema leo kazi ipo. Ukajua kweli kutua. Hajashangilia hata moja hata kufanya hivi. Sasa ulikuwa unamsema huyu mwingine huko mbona kwa yule jeuri. Yule jeuri. Huyu matatu jeuri. Na wakimletea ujabu anaondoka. Yule jeuri. Shekhe unamwangalia mtu usoni. Kwa mzee Said umemwangalia tu umejua kwa matatu. Aligeuka, wale jamaa wamefungwa goli la pili. Aligeuka yule akawa anawaangalia wachezaji wake wa Simba wanapoenda kushangilia. Wale kutoka benchi hao. Yaani kwanza hata kusema safi. Hajasema. Yeye aliangalia kwenye benchi kule wanavyohangaika. Yaani kama vile anawaambia nyinyi mnashangilia nyinyi mnataka kuniharibia timu. Mnataka mnahisi kama mimi nataka hapa bado. Na ndio maana nilipomaliza mechi nikasema hapa nini hapa hamna kitu. Bado. Nacho Simba naitaka mimi au? Simba naitaka mimi. Bado. Sasa wewe utabishana na mwalimu anasema bado. Wewe unasema tayari nani? Sijui. Na ndio maana yule bwana akasema timu yetu kweli tumepita. Lakini timu yetu haijacheza mpira wetu. Wewe popo mnampiga mtu na mabao. Huyo mwenyewe msemaji wa Simba jana Ahmed Ali anakuambia hivi. Kocha nimeongea naye anasema bado. Sana kasisitiza. Sasa mimi nani nisikisema kuwa bado? Wewe uje unibishie. Mfumo wako ile ya Fadlu ya Gaborone zidi ya hii. Wewe hapo inabidi wewe utofautishe sasa. Fadlu ya Gaborone aliyokwenda kuwapiga kule. Lakini tukubaliane. Hata kama akifungwa huyu kocha tusianze manongonongo ya maneno. Mpe muda. Anaweza? Tukubaliane hilo Simba. Sio kaja kapopolewa na Yanga tena toka nenda umetushinda. Wanasema kwa mfumo aliokuwa anaucheza huu Yanga kilio kinakuta tarehe 10. Wewe maneno sijasema mimi umesema wewe. Sinavyosikia. Ninavyosikia sasa naambiwa sasa kwa mfumo huu. Nani? Sio mashabiki wenzani wa Simba. Huo sio mpira. Kwa nini? Wewe si kuja usikie watu wanaongea ndio uje useme kweli. Wewe subiri jambo litokee na ndio maana mimi nakuwa mgumu. Wananiambia mimi Yanga. Waangalie Yanga. Alafu waangalie Simba. Nikisema hivyo wewe umeshanielewa niangalie nini? Nimekuelewa mzee Said. Wewe unafanya mchezo nini wewe? Lakini mzee Said. Mzee Said. Tema mate pembeni ufukie. CV hana. Lakini pira leo lipiga la hatari afu dakika zote 90 kasimama pale. Mimi nilitegemea hatokaa pale. Uwezi kuitwa una CV. Yule kuna vitu tu ambavyo hana. Ambavyo vinavyohusiana na kafu. Simba wenyewe hataki kusema. Hataki kufunga. Hawataki tu kusema. Lakini kuna vitu ambavyo havihusiani na kafu. Hii ni ligi ya kafu.
Sawa? Unajua hii kila siku wanasema ilitokea hata fulani kati ya chama cha Afrika cha kafu na vyama vya Ulaya vya mpira. Ikaonekana mtu akitoka hapa akienda kufundisha kule Ulaya wanamdai leseni yao. Kafu nao akasema kumbe mnaleta mambo yenu na sisi wakitoka huko wakija huku tunataka leseni zenu. Tunataka leseni zetu. Sasa ndio maana wajomba wanakuambia meneja. Wanageukia meneja yule. Mimi nikategemea ule usemi ule naambia inawezekana asikae pale akasimama Matola. Kumbe kasimama dakika zote 90 meneja ndio mlipa mishahara yule. Meneja si ndio mlipa mishahara. Kwa mwongozi wa timu kila kitu anamaliza yeye. Anamaliza yeye. Juzi kamaliza vyote yeye mwenyewe. Meneja. Meneja kila kitu mzee Matatu. Yule bwana Matatu. Hakuna pale. Jamaa cheki kakaa kanguru mbili. Kama ngurumbe nini sasa mzee Seni? Mbona kakaa mbili. Ngurumbe nini sasa? Na yule siku akimwambia wewe sijui nani anambia this I'm going to 40 kama timu yenu hiyo hapo mimi naondoka. Yule ama kama aliamua kuondoka siku hiyo hiyo Mazingizini sijui kule wapi kule. Kama aliamua huko Gaborone. Gaborone kama aliamua kuondoka siku ile. Mmefungwa na hii timu mbovu hii mimi naondoka. Naenda huko kwa aliko kwa umetupiga. Wabovu mimi nakwenda kuwatakao na wakinizingua miskai. Mimi sinakwambia muangalie mtu usoni. Kuna watu wengine wako serious na kazi zao. Kwanza na wachukue upepo. Yule nesi aliamua kuitelekeza timu akaona watu wananiingilia inbox wasije wakaniletea miloli bure. Mshaseko nikaondoka wewe. Kafa mimi bure mimi huyo la Casablanca. Taki masiala, wewe nikatulie niangalie mambo mengine. Wewe acha babu. Mimi sikatai, hata wote tunachokililia ni kitu hichi. Kimoja. Simba yetu icheze mpira basi. Kwani wewe unafikiri hebu ngoja nikwambie. Kule si wameshinda 3. Kuna nani kamtaja Mangungu? Hakuna. Hakuna. Usicheke. Hakuna. Kuna nani kamtaja hata mmoja hajamtaja hata kusikia. Haya, jirani zetu wamefungwa. Kuna mtu atakamlalamikia engineers? Wanamlalamikia kocha. Basi kwa nini wanamlalamikia kocha? Mifumo wanayochezesha. Kocha timu imempalia mdogo. Mpira sio makaratasi. Kila siku nawaambieni mimi. Mpira sio makaratasi. Wewe unakuja na makaratasi yako mimi najua kufundisha mpira uongo. Mpira experience. Mpira? Experience. Kwa hiyo Falls ana experience. Makaratasi anayo. Na Yanga kilichowaponza wameingia pale kusema kwa kwamba makaratasi haya ndio yatatuvusha tunakotaka kwenda. Mbwa hamna kitu. Timu imerudi bila kocha. Anje sasa. Wewe si nilikwambia mimi. Hapo tuansi yenyewe wamempia huko Malawi. Yaani hata kama bwana haja achukua Tanzania. Hata wewe watu wamejizila hata kurudi wamempelekewa ndege wanakuambia si hatutaki kupanda ndege. Engineer siku 2 ajala. Kwa nini? Kwa nini kufungwa kwepesi narudije Tanzania? Wananingoja wale. Siku 2 ajala. Nasikia hadi wachezaji wengine wamenyoa vifaa. Wote si wako kwenye msiba wa kufungwa. Wewe unafikiri kufungwa kuzuri? Sasa ule upale nyoa kwa ajili ya nini? Engineer sinakwambia wachezaji wanamfuata. Mzee kwa Kiingereza mzee si grandfather. Vipi? Msosi kugonga msosi anamwambia no msosi. Umekanja? Kakana njaa siku 2. Ramadhani sio ya kupenda. Kwa hiyo sio kuwafungisha mpaka wachezaji wake. Wewe wachezaji wewe baba usipokula wao wale watakula. Wanafanya mchezo na kufungwa nini? Anajua walume ndagu mimi nitaenda kuwaambia nini? Na mimi huku nimeshasenekwa. Nafanyaje nimehenekwa huku mimi? Anarudi yani haelewi. Anachuka uwanja wa ndege unakuta hamna hata mtu. Watu wote hawapo. Wala mapokezi hakuna. Wewe unafikia na la siku 2 hajatia msosi. Ila akimuuliza mzee vipi staki. Hata akaamua kusema Kiswahili mzee vipi staki. Akaamua kuongea Kiswahili. Sasa sitaki. Kwa msisitizo. Sitaki. Watu wametulia. Hata watu wanaanza kunyoa vipala wanapishana. Kwa Mungu haiwezekani, kwa Mungu haiwezekani. Dar es Salaam watakuja hao. Dar es Salaam watakuja. Dar es Salaam. Sawa, kiama kitawakuta hapa wale watoto na waonea huruma. Wale Silva. Au Mastreka. Naonea huruma pale. Wanapindua matokeo kweli mzee Saidi hapa. Nani? Yanga? Wewe usiwasemee Yanga. Wewe bwana wewe.
Saidi mama yangu mzazi tutakuja kusutwa. Goli 2 tutakuja kusutwa. Goli 2. Yanga alipigwa ngapi kule? Alipigwa 3. Na wale nani Belouizdad wale. Hivi Belouizdad na wale nani na mpira? Hapo atakwambia sio Yanga ile. Yanga ya Hamdi ile unaambia nilikuwa sawa. Hamdi wapi? Sasa wana kocha mwingine pale. Ile ilikuwa nani? Ile Gamondi ile. Ilikuwa Yanga ya Gamondi ile. Na lile jamaa lisiojua kucheka ile linavaa kapelo. Afu lina chumbi. Unajua yule jamaa akisimama chumbi kinaonekana. Yule mwenye kapelo yule mweusi yule. Akisimama chumbi kinaonekana na mimi chumbi kile. Chumbi sio kiyumbi, chumbi. Sasa ndo nini? Wewe bwana nini? Wewe namna gani wewe? Acha mimi ndo nakwambia usisemee Yanga babu. Subiri ngoke. Mzee Saidi, katika klabu yako au timu yako ya Simba, unaizungumziaje jinsi ya ushindi wa kule? Huko tayari umeshapita kwa 90%. Mwana Simba yote ukimuuliza anakuambia nimepita kwa sababu timu kaliona bovu lile. Mwana Simba yote nenda nje hapo anakuambia sisi tushamaliza. Kwa mkija hapa mnaweka kikosi cha pili au cha tatu? Relax. Weke kikosi cha pili wapate pa kuhemea. Weka mfulu mkoko. Bado tena ile kazi mlaiweka. Matatu anataka sifa. Abrahamu tena anze. Sasa. Abrahamu amweke kipindi cha pili washachoka wale. Anaiweka ile anaifungua turbo. Kocha yule ana akili, anavizia watu wakishachoka ndo anaweka watu. Hata wewe Abrahamu yule mtoto mdogo yule. Wewe unaenda kumweka jioni yule unategemea nini? Mtoto kapiga pasi. Hii sijawahi kuiona ile pasi. Ulaya yenyewe ile pasi unachukulia mkopo NBC. Ile pasi tu, chukua ile pasi ukiwapelekea kwenye kompyuta. Pasi ya Morris Abraham. Acha si pasi ya hela ile. Si ndio inaenda kutumbukiza goli la 3. Kwa hiyo nenda wewe mimi nakwambia hujakutana na Simba, mimi nakwambia Simba inawaka. Utakuja kulia. Hichi kitonge kitakuja kupasuka. Yaani hapo mimi Mwarabu kafa. Nasikia goli. Siku ile ndio simu naambia goli la 3 limeingia. Mshana kwambia baba tushamaliza kazi. Sasa kumbe unasubiri nini? 3. Wewe mshe tayari yuko kwako. Kashamkimbia. Mshe ananiambia baba, mimi nilikuwa nimetoka kununua sigara. Yule mtoto mjinga yule ananiambiaje? Baba. Nikaitika mbona unatoka huku? Kaambia nimetoka kununua sigara. Sigara hizo baba sio nzuri hizo. Kina miaka 4 hicho. Anaanza kukupa somo. Nikamwambia mbona nasikia kelele? Simba nafunga goli la 3. Wewe wasiwasi ukawa kama nahisi chuma kimerudi. Mimi nikajua goli limerudi. Kumbe mzee ameongeza. Pale baa pale. Ile baa ile pale. Ile ya barabarani pale. Ile baa pale kuna Yanga. Mwenye baa yenyewe Yanga. Kandolo yule. Kandolo guest yule Yanga yule. Sasa na mule ndani wanakaga watu wa Yanga wamejazana kibao. Nikashikia wanashangilia. Nikajua tayari. Nikajua sasa hilo goli la 2, la 3. Wewe wasiwasi wako kaona. Mimi nikajua limerudi. Yaani ilikuwa 2-1. 2-1. Kumbe Kibu kakanda tena. Sasa mimi naambia Simba tushafungwa, namwambia Mwishe tushafungwa. Hamna la 3 hilo. Hapo limetangulia mbele. Kavaa singlendi. 3 hilo. Wewe nenda nunua shigala la 3. Chuma imeisha. Kamwangalia. Akaingia zake ndani. Mimi nikaa niko nje pale nakula fegi. Nimemaliza kula fegi niingia ndani. Sikwambia mimi. Tayari. Namba hizo hapo. 3 inaonyesha kwenye TV. Na mimi wewe 3 umeiona wapi? Shile pale na mimi kumbe inawezekana. Na linaweza na linakuwepo kabisa. Bila shaka. Mzee Saidi tunamaliza na hili. Ina balaa. Mzee Saidi tumalize kwa hili. Unalipi la kuzungumza kwa kocha wako Matatu? Tumpe nafasi. Tumpe muda. Kufungwa kwa timu sio kupotea timu. Kufungwa kwa timu sio kupotea kwa timu. Sije mkafungwa mkasema tena kocha toka. Hatufai. Kocha gani na Matatu? Hatukawii. Tumpe nafasi, tukubaliane kuwa Simba bado. Na yeye tumsupport maneno anayosema Simba Sports Club from Tanzania bado.
Nazidi kuisuka. Bado naisuka. Sasa shida iliyopo, wasiwasi wangu mkubwa, je, wale waliopewa dhamana watamsapoti? Yule kocha anaonekana hataki kuingiliwa. Sasa kuna watu wakubwa pale wanaoiongoza Simba wanatuma vimeseji. Wanamtumia yeye au wanatuma message kwenye benchi la ufundi. Mbona yule amumpangi mchezaji wangu? Pale kuna wengine wachezaji wanataka wacheze, waonekane. Si kesho afanye biashara? Sasa unapomweka benchi maana yake biashara haionekani. Inafanywaje biashara? Kwa hiyo hata kama Guluguja awekwe, kama Makandajizi awekwe, wapi na wapi, haileti maana. Lakini kwa kocha unaona sababu anayoiweka, sababu moja hatari mzee Saidi. Mimi nakwambia hivi, kama tutakwenda nayo hivi, timu yetu itarudi katika malengo yale. Ila shida kubwa, je, wanaoiongoza Simba watamsapoti? Je, unaweza ukaletwa tu kaja ukaambiwa kaa hapa afu wasikupe support? Wewe si kocha. Si tunataka ushindi. Maliza wewe mwenyewe. Kama yule alipita goli mochaga. Kama yule. Wewe umesema wewe ndio unaweza kuongeza na pili haya timu hiyo. Timu hiyo hapo. Cheza mpira. Alibanduka mechi 4 mfululizo. Akaondoka hata kwa kuaga. Bwana, nilikuwa na mzee wangu mzee Saidi. Bwana, nimesahau kitu kimoja. Afrika Mashariki tulikuwa na msiba mkubwa sana. Afrika Mashariki. Upi? Ndugu zetu wa Kenya wamefiwa na baba yao. Raila Odinga mzee wetu. Hata mimi ni baba yangu. Kwa hiyo mimi naungana na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan alivyowapa pole wa Kenya, na mimi nawapa pole wa Kenya. Nawaambia tuko nyuma yao, tutaendelea kuwasapoti kwa sababu Kenya na Tanzania ni kitu kimoja. Ni madhila tu madogo madogo yanatokea. Lakini sote ni wamoja na sote ni ndugu. Kwa hiyo nampa pole mama nani walikuwa wanamtaja pale, mke wa Raila Odinga. Nampa pole sana. Nampa pole mwanae Winnie, yule aliyekuwa naye kule anamuuguza babake Mumbai. Kwa sababu ule msiba mimi nimeufuatilia mwanzo mpaka mzee anateremshwa chini. Nilikuwa naangalia Citizen mpaka wanamshusha chini, mimi nilikuwa nafuatilia. Kwa hiyo nawapa pole sana, kwa sababu na washabiki wangu wako Kenya wengi tu. Kwa hiyo nawapa pole, na hii usifute. Waende wa Kenya waende wakaseme mzee Saidi katupa pole kuhusiana na baba yetu. Wenyewe wanasema mwenda za kwao. Umesikia hiyo? Mwenda za kwao au mwenda kwao. Ila yule aliyotoa speech pale kwa sio mchezo. Mtoto wa Raila Odinga. Wewe. Kwa sio mchezo. Wewe tayari mzee Saidi. Yule unaoa bwana. Mimi nataka niwe wa Kenya shemeji zangu. Kenya ukawatengenezea udugu. Shemeji zangu. Kwa hiyo natuma salamu pia, umemwelewa? Nimemwelewa, namsalimia sana. Tena nampa pole yake kwa sababu yeye ndo alisimama kwenye member. Kamata mic anatoa. Simama anatoa speech. Mtu katulia. Nikasema ai wewe bwana wewe. Saidi baada kusikiza speech unamwangalia yeye. Namwangalia, mimi nilikuwa naangalia tu usoni. Afu zile rasta akamungu na mtume. Nampa pole sana. Amehangaika na mzee nini kule Mumbai. Anampigia Mheshimiwa Ruto simu. Baba is dead. Anaongea naye pale, anabadilishana mawazo. Anamwambia na kutumia ndege. Inakufuata. Kwa hiyo lazima, sio kama anaongea vipi. Wakenya ni ndugu zetu. Sawa. Wakenya hawawezi kuongea jambo bila kututaja wa Tanzania. Hata marais wao. Uhuru Kenyatta akasimama kamtaja Mwalimu Nyerere, kamtaja Uhuru Kenyatta, akamtaja na rais gani sijui watatu. Nikajua kumbe Kenya ni ndugu zetu, sisi tuko pamoja. Kwa hiyo nawapa pole mno. Wajue kwa kwamba mzee Saidi yupo pamoja nasi, katupa pole. Basi hamna shida. Asante. Bwana, huyo ndo mzee Saidi anatoa pole kwa wafiwa, pole kwa wananchi wa Kenya kupitia na msiba mzito wa kiongozi wao, baba yao Bwana
Raila Odinga. Sisi hatuna la ziada. Kikubwa zaidi tunawasisitiza ambao bado hamjaweza kusubscribe channel yenu, huu ni wakati sahihi kwenu muweze kupata habari za kimichezo, makala za kimichezo na burudani pia ambazo zinapatikana si sehemu nyingine yoyote, ni hapa hapa Chapesa Media. Hatuna la ziada, tunawashukuru. Bye bye.